Akifungua maonyesho ya kilimo ya 88 ya mwaka 2016 kwa mikoa ya kanda ya nyanda za juu kusini, waziri wa kilimo, chakula na ushirika Mheshimiwa Charles Tizeba amesema uzalishaji wa mazao ya chakula mwaka huu umeshuka kwa kiwango kikubwa, ambapo taifa litakuwa na ziada ndogo ya chakula kwa mahitaji ya ndani, huku wilaya zipatazo 43 zikitarajiwa kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula. Uzalishaji wa mahindi tu nchini hapa, makadirio ya awali ambayo nimepata leo, uko kwenye tani milioni 9. Tuna ziada ndogo tu kama ya 3% hivi kwa mahitaji yetu ya ndani, na wilaya 43 nchini zitakuwa na uhaba mkubwa wa chakula msimu huu. Katika hatua nyingine, waziri Tizeba amewataka wakulima nchini kujiandaa kujinunulia wenyewe pembejeo za kilimo kwa madai kuwa bajeti iliyotengwa kwa ajili ya kuwapatia wakulima ruzuku ya pembejeo za kilimo ni ndogo, isiyokidhi mahitaji kwa wakulima wote, na kwamba serikali imeanza mkakati wa kuhakikisha bei za pembejeo hizo, hasa mbolea, inashuka kwa kiwango kikubwa ili kila mkulima aweze kuinunua. Bajeti iliyotengwa ni shilingi bilioni 10, ambayo kwa hesabu ya kawaida kwa mtindo ule wa vocha inatosha kuhudumia kaya 1.5 mpaka 200,000 nchi nzima. Kwa hivyo kwa kweli wananchi wengi ambao walikuwa wakinufaika na ruzuku katika pembejeo mwaka huu hawatanufaika nayo. Kwa hivyo niombe kutumia hadhara hii kufikisha ujumbe kwa wakulima nchini, wajiandae kununua pembejeo hizi wao wenyewe, kwa sababu ni wachache sana watakaopata ruzuku katika pembejeo. Awali akizungumza kwa niaba ya wakuu wa mikoa ya kanda ya nyanda za juu kusini, mkuu wa mkoa wa Mbeya Amos Gabriel Makara amesema kuwa kati ya 20 hadi 40 ya mazao ya wakulima hupotea wakati na baada ya mavuno kutokana na wakulima kutokuwa na sehemu ya kuhifadhia mazao yao. Kuhusu hifadhi ya mazao pamoja na kuongeza thamani ya mazao, kwetu sisi eneo hili tunaliona kuwa ni changamoto kubwa, kwa kuwa uzalishaji katika kanda yetu ni mkubwa. Taarifa za utafiti zinaonyesha kuwa mkulima hupoteza kati ya 20 hadi 40 ya mazao baada ya mavuno. Napenda kuishukuru serikali kwa kuendelea kulishughulikia. Nikiripoti kutoka katika viwanja vya John Mwakangale jijini Mbeya, mimi ni Emmanuel Rengwa wa ITV.